Kwa nayo leo kuanzia kwenye kuvuta kamba, kukimbia na mayai, maji, lakini kubwa timu za mpira wa miguu wote walioshinda. Naamini sisi lengo limefanikiwa kama jeshi la polisi ambalo ni kushirikiana na jamii. Kwa jeshi la polisi wamefanikiwa kwenye hivyo kufikisha ujumbe kwa wananchi, lakini niwapongeze wale ambao wameshinda, niwapongeze kwa nidhamu ambao mmeionyesha. Timu zote 4 kuanzia ile ya kwanza na hii ya pili, wote mmeondoka tukiwa salama, hamna kuumizana, lakini pia hakuna ugomvi ule kwa waamuzi. Kwa hiyo niwapongeze pia na waamuzi kwa kusimamia haki. Hiyo mipira yetu hii ambayo haina sehemu ya kuthibitisha iwapo makosa yametokea, inakuwa inategemea sana busara ya waamuzi, lakini tunashukuru mchezo umekwisha salama. Kwa hiyo nianze kwa kuwapongeza jeshi la polisi kwa namna ambavyo wanashirikiana na jamii kupitia polisi jamii. Polisi tunafahamu peke yao hawezi kufanya kazi ya ulinzi bila kushirikiana na jamii. Kwa namna pekee ambayo polisi wanaweza ni kutushirikisha. Sasa kama leo hii tunacheza nao mipira, tunaamini hatuwezi tukashindwa kuwapelekea taarifa za waovu pale tunapokuwa nazo, kwa sababu ni watu wenzetu, hatuwaogopi, ila tunawaheshimu kwenye ulinzi wa sheria ambao wanakuwa wanaufanya. Kuna wakati nikasema watumishi wenzangu wale, unapokimbizwa nyuma na askari, hata kama ni kwenye mpira ile unaweza ukahisi kuna kesi nimetengenezewa. Lakini sasa kwa sababu nilikuwa uwanjani, nafikiri hayo mawazo hayakuwepo. Ila binafsi napokimbizana na askari naanza kuhisi huenda nimetengenezewa kesi huko. Lakini ninawashukuru, mmepambana. Hongereni sana kwa ushindi wa penalty. Lakini nimpongeze mdau wetu Soya One Limited kwa udhamini wa mashindano haya. Soya One Limited ni mdau muhimu sana kwenye wilaya yetu ya Tarime. Amekuwa jirani sana kwenye mambo haya ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tunampongeza sana. Tunaomba wafanyabiashara wengine waige mfano huu wa Soya One katika kuweka mahusiano mazuri na jamii na jeshi la polisi. Polisi kazi yao ni kutulinda sisi. Mambo yetu yanaenda vizuri kwa sababu wenzetu unakuta walali, sisi tunalala. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusapoti kwenye mambo yao wanayokuwa nayo. Na mashindano haya ni safari ya kuelekea siku ya kesho kutwa ambapo kutafanyika uzinduzi wa jengo la jinsia, dawati la jinsia. Watazindua pale kwa afande OCD Tarime. Jengo linazinduliwa na Inspector General wa polisi IGP. Kwa hiyo wananchi tuje tuone jengo letu ambalo tumejengewa ili tuweze kulitumia kupata huduma pale. Tunapozungumzia ukatili, hatuongelei tu wakina mama na watoto, hata wakina baba ukifanyia ukatili unaenda, unatoa taarifa, polisi wanachukua hatua. Kwa hiyo tunawaomba sana kesho kutwa tushiriki kwenye uzinduzi wa jengo letu pale, tuungane na wenzetu wa jeshi la polisi. Baada ya kusema hayo, nipo tayari kwa ajili ya ugawaji wa zawadi. Haya, kupinga ukatili wa kijinsia na watoto. Tunatumia michezo ili kuwaleta wananchi wa Tarime pamoja na kufikisha elimu yetu kama tulivyokusudia. Na elimu hii ni endelevu, tunaendelea kuitoa kupitia michezo na kupitia platform mbalimbali. Na siku ya kesho kutwa tunawakaribisha wananchi wote katika shughuli ya uzinduzi wa ofisi ya dawati la watoto na jinsia wilaya ya Tarime. Kwa tunawakaribisha sana uwepo wenu na kufanikisha shughuli yetu. Lakini pia tutakuwa kutoa fadhila kama sitotoa shukrani za dhati kwa kijana mpenda maendeleo, mfanyabiashara Teta Soya kupitia kampuni yake Soya One Limited. Aliweza kutushika mkono na yeye kwa upande fulani kutoa hizi zawadi ambazo zimetangazwa hapa na mgeni rasmi. Namshukuru sana na endelee kutushika mkono. Asanteni. Katika michezo kama hii inatujumuisha pamoja na jamii. Sasa jamii kama jamii ikishirikiana na polisi basi ni vizuri, kwa sababu tunawafichua wale ambao wahalifu, na kama kuna changamoto zote ambazo zinatokea katika mitaa, labda kuna ukatili wa kijinsia umetokea lakini hajui afanye nini, na kwa sababu tumeshakuwa katika karibu sasa, anaweza kutufikia moja kwa moja na kutoa zile taarifa ambazo wanazo, kwa sababu ukatili wa kijinsia hauruhusiwi na wala haukubariki na hutaka kukubarika. Na ndio maana tumekuja hapa, tuko Tanzania bara na visiwani, na tumekuja kwa lengo maalum, kwa kazi maalumu, ili waweze kujua lile dawati. Labda wale ambao walikuwa hawajui dawati ni kitu gani, tumekuja kwa ajili ya kufungua lile dawati. Lile dawati la jinsia ni kituo ambalo itafunguliwa tarehe 24, itakuwa siku ya Jumanne. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Tarime ambao katika wilaya ya Tarime wote wanakaribishwa kwa ajili ya kuja
kuona huo uzinduzi wa dawati, ambayo ndio changamoto ambazo wanakutana nazo za ukatili wa kijinsia ambao wanafanyiwa, basi ile ndio dawati ndio sehemu maalum ambayo ya kupeleka taarifa zao. Na kama nilivyosema, sio kila mtu anaelewa dawati ni kitu gani. Dawati ni kitengo ndani ya Jeshi la Polisi ambalo lilianzishwa kwa lengo mahususi kwa ajili ya kuwahudumia wananchi kwa usiri, na askari ambao wanahudumia madawati hayo ni askari wenye weledi, wana mafunzo ya kutosha, na ndio maana nikasema ni kitengo maalum. Kwa hiyo wanavifua na changamoto ambazo mkutana nazo mkizipitia pale sehemu ya dawati, basi ndio sehemu sahihi na ndio sehemu salama. Kwa hiyo kwa sababu nimesema tunahudumia jinsia, tunamaanisha me na K. Kwa hiyo wanakaribishwa kuja dawati la jinsia kwa sababu wale ndio wamekuwa na changamoto kubwa sana, ambapo wanaamini kwamba dawati la jinsia limeundwa kwa ajili ya kuwahudumia watoto peke yao na wanawake, lakini sio. Sasa ndio maana tunawapa elimu kwamba hata wao wanaume wanaruhusiwa kuja katika dawati la jinsia, kwa sababu wao pia wanafanyia ukatili wa kijinsia, lakini hawajui wafanye nini, hawajui waende wapi. Sasa madawati yapo na ndio sehemu sahihi na ndio sehemu salama. Wito wangu kwa wananchi wa Tarime, ninawaomba wajitokeze kwa wingi ili sasa waje wajue sehemu sahihi na sehemu salama ya kufikisha changamoto ambazo wanakutana nazo za ukatili wa kijinsia. Kama mtoto amefanywa kitendo cha ukatili wa kijinsia, anatakiwa aende wapi? Basi dawati ndio sehemu sahihi. Amepigwa na mume wake, ajue afanye nini, basi sehemu ndio hiyo ambayo ni sehemu sahihi. Labda mwanamke au mwanaume anafanywa kitendo cha ukatili wa kijinsia, ndio sehemu sahihi salama kumpeleka kwenye malalamiko yao. Na nimesema na kusisitiza kwamba ni sehemu maalum na ina askari wanaohudumia wale ni maalum na wanavifua na wanasiri. Kwa hiyo tutoke tuje tulione kwanza dawati lenyewe linavyo jinsi wataelewa jinsi tunavyohudumia na jinsi tunavyofanya kazi. Labda mtoto amebakwa, ninatakiwa nini nikifanye, ni wakati gani natakiwa nifike pale, labda nisiogope, nisiwe na hofu kwamba nikienda pale labda siri yangu itatolewa. Hapana, sisi tunavifua. Kwa hiyo wasisite, kwa hiyo wasikose siku ya kuja ya ufunguzi wa dawati la jinsia na watoto. Kwa hiyo karibuni sana, tunawapenda, na dawati la jinsia tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Karibuni sana.